Ikulu ya Tanzania yatetemeka baada ya ujumbe kutoka kwa God Bless Lema kuwasha moto katika ikulu ya Samia Suluhu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Taarifa kali iliyoandikwa na mwanasiasa na mwanaharakati God Bless Lema kwenye mtandao wa Twitter imeibua mjadala mpana kuhusu hali ya maendeleo nchini Tanzania, ikielezwa kama mwako wa hisia za kukata tamaa, hasira ya kijamii na ukubwa wa pengo kati ya takwimu rasmi na hali halisi ya maisha ya wananchi nchini Tanzania. Kauli hizo ambazo zimeelezwa wazi kwamba taifa linadanganya nafsi yake kwa kujisifu maendeleo yasiyoonekana zimefungua ukurasa mpya wa tathmini ya kina kuhusu muundo wa uchumi na ustawi wa kijamii. Kwa maoni yake, Lema ameeleza kwamba wimbi la kauli za kujisalimisha kwa furaha hewa kuhusu maendeleo limegeuka kuwa kikwazo cha kukiri ukweli na kutafuta njia mbadala ya kujenga taifa lenye mifumo inayomfaa mwananchi wa kawaida. Madai haya yameelezea taifa linalojikongoja chini ya mzigo wa ukosefu wa ajira, huduma hafifu za kijamii, mazingira duni ya kazi, biashara zisizo rasmi, zisizo usalama na matarajio yaliyokufa kwa mamilioni ya vijana. Taarifa imetajwa na wachunguzi wa harakati za kijamii kama sauti inayozungumzia masuala yaliyokuwa yakisukumwa pembeni kwa muda mrefu na ambayo sasa yamefikia kiwango cha kuharibu imani ya vizazi vipya kwa viongozi ama kwa uongozi. Uchumi wa uwepo wa fursa za kijamii zinazolingana na uwezo wa taifa. Tanzania imekuwa ikigusa vichwa vya habari kwa miradi ya miundombinu, hususan barabara, reli, madaraja na minara ya ujenzi mijini, lakini Lema kupitia taarifa yake ameonyesha kuwa mafanikio haya yanatajwa kama namna inayoondoa umakini wa uchunguzi wa athari zake katika maisha ya wananchi. Mfano wa foleni za kilomita nyingi katika jiji la Dar es Salaam umetajwa kama kielelezo cha ukuaji wa miji usio na mkakati wa usafiri wa umma, hali inayowaadhibu wananchi kwa muda na gharama. Mfumo wa usafiri umetajwa kuwa umekuza kero, kutozalisha tija na umegeuza maeneo ya kazi na makazi kuwa vichocheo vya msongo. Na katika mantiki ya uchumi wa kisiasa, muda si rasilimali inayopimika na miji hujengwa kwa uwezo wake wa kupunguza muda wa upotevu. Hata hivyo, maelezo yaliyotolewa na Lema yanaonyesha kuwa mchakato huo bado haujafikiwa na kwamba miundombinu imegeuka kuwa nembo ya taswira ya taifa badala ya kuboresha maisha. Na katika taarifa yake, Lema amesisitiza picha ya taifa linalozalisha wasomi ambao hatima yao ni kuingia katika soko lisilo rasmi la ajira, hasa uendeshaji wa pikipiki maarufu kama bodaboda, si kama ubunifu wa msingi unaolenga ujasiriamali, bali kama njia ya kujihifadhi kutokana na ukosefu wa nafasi za kazi. Takwimu za ajira kwa vijana zimekuwa gumzo kwa muda mrefu, lakini mtazamo wa Lema unasisitiza uhalisia wa vijana waliokata matumaini ya kuingia katika sekta rasmi, huku uchumi ukijengwa kwa mifumo isiyoweza kuzalisha nafasi za ajira zinazolipa vizuri. Katika kiwango hicho, ajira zisizo rasmi zimejengwa kama ngao ya kijamii, lakini pia zimegeuka kuwa chanzo cha hatari, kwani hazitoi hifadhi ya kijamii, usalama wa ajira au ustawi wa muda mrefu. Na zaidi, zimeonyesha taifa linalokabiliana na tatizo kubwa la ujuzi usio na soko, mipango ya elimu isiyoendana na mahitaji ya uchumi, na mfumo wa utawala unaotegemea matumaini badala ya takwimu thabiti za uzalishaji. Taarifa ya Lema imetoa taswira ya taifa ambako wanawake wamegeuka kuwa msemo wa maendeleo yasiyoeleweka. Maeneo ya mijini na pembezoni yamekuwa na wimbi la kina mama wanaofanya biashara za mitaani kama machinga, wakikimbizana na askari na halmashauri badala ya kupata mazingira rasmi ya biashara. Kazi hizo ambazo zimekuwa muhimili wa kujikimu zimeibuka kama ishara ya nidhamu ya kijamii inayojengwa na mfumo usio na hakika. Wanawake wamegeuka sekta ya uzalishaji isiyoonekana katika vitabu vya kiuchumi, lakini inayobeba uzito wa chumba ama wa nyumba na familia.
Hoja ya Lema inajenga dhana kwamba maendeleo yanayojinasibisha na mafanikio ya kiuchumi hayawezi kujadiliwa bila kutazama nafasi ya wanawake katika miundo ya uchumi wa miji. Biashara zisizo rasmi ni kipaza sauti cha taifa lililosahau kuwekeza kwenye haki ya kufanya kazi kwa usalama, heshima na mfumo wa kodi unaoheshimu wafanyabiashara wadogo. Katika simulizi lake, Lema ameeleza hali inayowakumba vijana wa kiume waliokata tamaa kutokana na ukosefu wa ajira. Athari hizo zimeelezwa katika sura ya mabadiliko ya kitabia, mitindo ya urembo na kuangukia kwenye vitendo vya kibiashara vya ngono. Maelezo haya yameeleweka kama taswira ya jamii inayotafuta kutoroka kwa kutumia miili yao badala ya kutumia uwezo wa akili na elimu. Makali ya hoja hiyo yamebeba ujumbe wa maadili ya uchumi kwamba jamii inapoacha vijana wake katika njia panda bila fursa, hutengeneza mifumo mibovu ya uhai inayowavunja badala ya kuwajenga. Taarifa ya Lema imeainisha matatizo ya huduma za msingi kama hospitali, shule, masoko ya wakulima na upatikanaji wa dawa. Kile hicho kimeeleza kuwa maendeleo hayapimwi kwa idadi ya majengo, bali kwa uwezo wake wa kutatua matatizo yanayokabili raia. Ukosefu wa dawa katika hospitali umegeuza matibabu kuwa ghali na magumu, huku elimu ikiwa na changamoto za vifaa, ukosefu wa walimu wenye motisha na ongezeko la gharama kwa familia zinazoishi chini ya kipato cha wastani. Kwa wakulima, tatizo limebaki kuwa la kimfumo. Uzalishaji unaendelea, lakini masoko hayana ulinzi wa bei na mfumo wa ununuzi unaoaminika. Mkulima ameendelea kubeba hatari ya uzalishaji bila dhamana ya faida. Kituo cha mjadala wa Lema ni tafsiri ya maendeleo kama dhana inayopaswa kubadilisha maisha ya mwananchi mmoja, sio kutengeneza taswira ya taifa la mafanikio. Mtazamo wake unavunja dhana ya kujipongeza kwa takwimu zinazoonekana katika makaratasi badala ya matokeo yanayoonekana kwenye familia. Kauli kali kwamba taifa linaishi kwa ndoto zisizo na msingi imeibua mjadala wa lazima kuhusu uwajibikaji wa viongozi, mipango mbadala ya uchumi na utayari wa kukubali ukweli kwamba mfumo uliopo haujazalisha fursa zinazolingana na idadi ya wananchi. Taarifa ya God Bless Lema imewaweka Watanzania katika mazingira ya kutafakari hatima ya taifa, si kwa maneno matamu ya kisiasa, bali kwa takwimu za maisha ya kila siku. Uwiano wa hoja zake umeeleza kuwa mustakabali wa taifa hujengwa juu ya kukubali ukweli, kufanya uchambuzi wa maumivu na kuanza safari ya kujenga mifumo yenye uhai. Na kwa mantiki hiyo, ujumbe wake umeonyesha kwamba kujisifu maendeleo bila kusahihisha hali halisi ni sawa na kupaka rangi ukuta uliochanika, na kwamba maadili ya taifa hayawezi kujengwa kwa picha bali kwa mabadiliko yanayoonekana. Simulizi la Lema lililotoka kwenye ukurasa wake wa Twitter limezua mjadala ambao huenda ukawa mwanzo wa mabadiliko ya fikra kuhusu maana ya maendeleo. Hoja yake inafungua mlango wa kutambua kwamba taifa litakuwa kwa kukubali itilafu, si kwa kuzifunika. Na katika safari ya kujenga Tanzania mpya, maswali ya msingi si kuhusu nani ashinde kwenye majukwaa ya siasa, bali kuhusu mfumo unaoweza kuwapa wananchi heshima, kazi, huduma na matumaini. Hatima ya taifa inategemea uwezo wake wa kubadili hoja kuwa matendo, takwimu kwa maisha na ndoto kwa viwango vya ustawi. Ni hayo tuliokuandalia leo kutoka hapa Kenyascope, channel yetu pendwa ambayo inakuletea taarifa kama hizi na zinginezo kwa kina. Zidi kutufuata na vile kusubscribe na kushare video zetu.